tunapoanza kipindi hiki cha mwaka, kipindi cha kawaida, mara baada ya kumaliza kipindi cha Pasaka, kutamatisha kipindi hicho kwa sherehe ile ya Pentekoste, uvuvio ama ujio wa Roho Mtakatifu. Nevi familia ya Mungu, tunapoanza hichi kipindi cha mwaka, haimaanishi kwamba tuwe lelemama katika imani yetu, haimaanishi kwamba tuwe mbali na Mwenyezi Mungu, kwa sababu tukitafakari kipindi cha Majilio tunangojea fumbo kubwa la umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, kuzaliwa kwa mtoto Yesu Kristo anakuja ulimwenguni. Kipindi cha Pasaka, kipindi cha Kwaresma kinatuandaa kwa ajili ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ukombozi wetu sisi wanadamu. Na hivi vipindi hivi daima vinatusogeza karibu na Mwenyezi Mungu, na kipindi cha mwaka kinatutaka tuishi imani yetu, tuishuhudie imani yetu, na tuwe wafuasi kweli ndani ya kanisa, tuwe wafuasi kweli ndani ya jamii, kwa kukumbuka na kuziishi ahadi zetu za ubatizo. Jambo hili, ndugu zangu wapendwa, linajidhihirisha katika simulizi la huyu kipofu Bartimayo katika somo la Injili, ambaye basi alikuwa tu ombaomba, yuko barabarani, lakini anaidhihirisha imani yake kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anamlilia Kristo, anataka kufunguliwa upofu wake apate kuona tena. Sala yake Bartimayo ilikuwa unihurumie. Ndugu zangu wapendwa, katika adhimisho la ibada ya misa tunamwomba Mungu toba ili tuweze kuadhimisha misa hii kwa haki katika mastahili yetu, kwa sababu misa ni tendo kubwa. Kyrie eleison, hayo ndio maneno ambayo aliyatamka Bartimayo, unihurumie. Familia ya Mungu, Bartimayo aliponywa si kwa sababu ni kipofu, si kwa sababu alikuwa haoni, kwa sababu ya imani yake kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Alimwamini Kristo kwamba anaweza kumponya, ndiyo maana akamkimbilia, alimlilia Kristo. Ndugu zangu, sisi familia ya Mungu tunaalikwa kumkimbilia Kristo, kumlilia Kristo, na hamna sehemu nyingine yoyote ambayo tutaweza kumlilia Kristo nje ya Ekaristi Takatifu. Inamaanisha katika ibada ya misa takatifu na katika ibada ya kumwabudu Yesu wa Ekaristi. Pale ndiko tunapokwenda kumshukuru, jambo la kwanza, kumlilia na kumpelekea fadhaa zetu mbele ya Yesu wa Ekaristi. Tuige mfano huu bora wa Bartimayo kipofu, ambaye alikuwa na imani kwa Kristo kwamba atamponya na akamponya, na kisha kumponya alimfuata. Mara baada ya Kristo kutatua matatizo yetu, tunaalikwa tuendelee kumfuata siku zote za maisha yetu. Ndugu zangu wapendwa, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.